Ndugu zangu, kama nimesema, baadhi yetu Jumatano ya Majivu tulikuwa tunahudhuria ibada mbalimbali ili tuweze kufungua rasmi mfungo mtakatifu wa Kwaresima kwa kuwekewa majivu kichwani. Hasa mwisho wa misa, labda baadhi bado mtaomba kuweza kuwekewa majivu kama hamkuwa na bahati ya kuhudhuria ibada ya Jumatano ya Majivu. Lakini ningetaka kusema neno moja kuhusu majivu, baadaye niingie katika mafundisho hasa ya leo. Ndugu zangu, binadamu alipozaliwa alikuwa majivu. Mungu alipotaka kuumba binadamu alichukua majivu, akachukua udongo, mavumbi ya udongo, akamtengeneza binadamu. Na akafanya nini ili lile doli liweze kuwa binadamu? Akapuliza roho yake, roho ya uzima, ambayo ilitazamiwa kuwa roho ya uzima wa milele. Lakini binadamu akaona kwamba si vema kufanya mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Yeye ni mkubwa ya kutosha ya kuweza kuamua yeye yaliyo mema na yaliyo mabaya bila kumtegemea Mungu, kwa sababu anajiona kwamba yeye ana uwezo wa kuelewa wema na ubaya, na tunajua mambo yalivyokwenda. Ndugu zangu, siku ya mwisho ya maisha yetu tutarudia tena kuwa majivu. Tutarudiwa tena kuwa majivu, na tutakwenda mbele ya Bwana tukiwa majivu. Uwe mlala hoi, uwe kijana, uwe mzee, uwe mtu tajiri, uwe mtu maarufu, uwe mtu ambaye ulimwengu mzima utakutukuza, majivu yako yatakwenda mbele ya Mungu. Majivu yako. Na Mungu atakuwa pale akupulizie sasa uzima wa milele au uzima wa laana ya milele. Ndugu zangu, hatukwepi hapa, hatukwepi. Na kwa hiyo kila mmoja wetu anapowekewa majivu ajiulize kama majivu hayo yakuwa ya kwangu mbele ya Mwenyezi Mungu leo. Nitapuliziwa, kwa sababu tutapuliziwa uzima. Tutapuliziwa. Yesu alipofufuka aliturudishia ile uzima wa milele ambao Mungu alikusudia alipotupulizia siku ile ya kwanza tulipozaliwa. Ila sisi tulichakaza, tuliharibu. Sasa Mungu kwa hiyo amependa tena kuturudishia, lakini kila mmoja wetu akachague. Pale hatukuchagua. Binadamu alipozaliwa alipewa hiyo, lakini binadamu akaamua kwamba yeye atajua atakalofanya kilicho cha furaha kwa maisha yake, cha uzima katika maisha yake, na kaitafuta. Hasa majivu hayo yakiwa pale mbele ya Mwenyezi Mungu leo, atapulizia nini? Roho ya milele katika lahana au roho ya milele katika utukufu? Ni maisha yetu, kipindi cha katikati ya maisha yetu, kati ya kule vumbi ya kwanza na vumbi ya mwisho. Utakapokuwa tumetoka na tutafikia, Mungu atakuwa anaangalia sasa maisha yetu, kwa jinsi gani tutakuwa tumeishi katika maisha yetu, na kweli tupuliziwe uzima wa namna gani. Ndugu zangu, na katika mchakato huo basi tulishauriwa tuweze kufanya mambo matatu: tufunge, tusali na kutoa sadaka. Sasa tulikuwa tunatafakari ya kwamba tunaweza kuangalia mambo hayo kama ni mambo ya mazoezi tu. Basi nilikuwa na kunywa bia nyingi na kunywa bia chache, nilikuwa nataka nyama nyingi na kula nyama chache, nilikuwa navuta sigara na iacha. Mara nyingine tunaifanyia, tunaona ni kama mazoezi katika mapungufu fulani tulionayo, ya kwamba tunayabana wakati huo, na kisha pika Pasaka basi tuanze tena kuendelea na mazoezi yale na mazoea yetu ya kawaida. Hasa kwa mpango wa namna hii, basi sasa tunarudi sasa tukiona yale mambo matatu: kufunga,
kusali na kutoa sadaka. Sasa tuyaingize katika injili ya leo. Tumeona katika injili ya leo kwamba Yesu baada sasa ya kutoka huko Nazareti na kuanza kazi za kwanza ya kwenda kwa Yohane Mbatizaji, akatiwa maji kama wale wakosefu kichwani mwake na kadhalika. Sasa anaanza rasmi maisha yake hadharani ya kuweza kukamilisha mpango wa Mungu kwa ajili ya kila binadamu. Na kwa hiyo Roho Mtakatifu akampeleka sasa jangwani. Akampeleka katika jangwa ambalo ni mahali ambapo hakuna kitu. Na kwa maana yake ni kwamba yupo binadamu na Mungu peke yake. Hakuna kitu kingine. Sasa Yesu anaenda pale. Kwa nini Roho Mtakatifu amempeleka pale? Ili iwe kwetu fundisho la kwamba katika maisha yetu lazima tufikie mahali ambapo tunaojiweka katika maisha yetu kama jangwani. Niwe mimi na Mungu. Mimi na Mungu. Wakati maisha yangu ni mimi na mali, ni mimi na mahitaji ya mwili, ni mimi na sifa zangu, ni mimi na kazi yangu, ni mimi na. Tuna sisi mambo mengi ambayo tunayaweka mbele ya Mungu katika maisha yetu, kwa sababu tunaona ni ya lazima kwako wewe na kwangu mimi. Tunaona ni ya lazima. Na kwa hiyo nikisha yaweka kwamba ni ya lazima, basi Mungu nitamwacha pembeni, au awe taniboi ambaye atanisaidia nitakapopungukiwa katika mambo kadhaa ya maisha yangu. Ani mgonjwa, basi Mungu akaniponye. Sijui nini, mambo ya biashara na nini yaenda vibaya, basi Mungu anisaidie kufanya biashara. Sijui mimi hapa sisifiki sana, sichaguliwi katika nini nafasi nzuri zaidi, Mungu anisaidie nichaguliwe katika nafasi nzuri zaidi ya kazi. Mungu hayupo katika mambo hayo. Mungu hayupo. Na uhusiano ulio nao na Mungu, kama ndio uhusiano wa namna hii, ni uhusiano ambao hauna mafanikio katika maisha ya hapa wala ya baadaye. Na ndio sababu nguvu za giza zinaingia sasa, ili waweze kukupatia kile ambacho unakihitaji hivyo hivyo katika mambo kama hayo. Sasa lazima tufikie mahali ambapo lazima tufanye uchaguzi wetu. Au ni Mungu au ni nguvu za giza. Hatuwezi kukwepa. Katikati peke yetu hatuwezi kukaa. Hatuwezi kukaa kwa sababu mahitaji ya mwili yatakapokuweza yanachochewa, utatafuta. Ukiwa na njaa, akamwambia shetani, si una njaa na wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mkate. Hatuwezi. Peke yetu hatuwezi. Kwa hiyo shetani anatuambia kwamba yeye anachukua kazi ya Mungu, anafanya badala yake. Yeye anakupatia mahitaji ya mwili. Mambo yote yale yatakayohitajika katika mwili wako, iwe afya, iwe ya chakula, iwe sijui kitu gani, basi shetani anakuambia mimi nitakupa. Ukiwa unaniabudu, mimi nitakupa. Na ndio sasa Yesu yuko pale, lazima achague aweze kusaidiwa katika mahitaji ya mwili, au amtegemee Mungu na Mungu peke yake. Mungu baadaye atajua namna ya kumpa chakula, lakini sio kwa sababu anamwambia Mungu unipe hiyo, kwa sababu akisema hivyo ni shetani hapa ataingilia. Tazama hayo yote katika majaribio yote tunayosikia leo huko jangwani, shetani anataka kumpa kitu, anataka kumpa mkate, anataka kumpa utawala, anataka kumpa sifa, anataka kumpa mali, yupo anampa. Yesu anakataa katakata.
akasema kama Mungu amepanga atanipa. Baadaye tumesikia mwisho atamuacha mpaka baadaye. Ile baadaye ni siku zake za mwisho. Hapa alimwahidi kumpa. Na pale mwisho atatoa, mimi nitatoa uzima wako, mimi nitakufanya uteswe, mimi nitafanya ufe msalaba. Anatoa. Ni mambo yetu ambayo katika shida tunafikiria kwamba ni Mungu ametusahau, kwa hiyo Mungu ametufanyia hivyo. Tuna hali ambapo kwa kweli ni ya masikitiko kama Yesu katika mateso yake. Hapa shetani alitaka kumpa, Yesu akasema achana na mambo hayo. Mimi namwamini Mungu, mimi napiga mistari magoti yangu mbele ya Mungu tu, sio mbele ya mali yote unayonipa. Na sasa hapa katika majaribio hayo ya mateso, hampi kitu, anasaka mimi naona hiyo. Si ulisema pale unakataa, mimi sasa hapa nitakupa hivyo, nitoe hiyo hapa mateso yako na nini. Katika majaribio Yesu akasema, Baba ikiwezekana, najua kwamba mambo hapo yamezidi, ikiwezekana mapenzi yako yafanyike. Na kama mapenzi yako niondolewe, uniondolee, la sivyo uniwezeshe. Na tunasikia kwamba Mungu akampeleka malaika aweze kumfariji na kumpa nguvu ya kuweza kuingia katika yale mateso yake hadi afikishe msalabani. Na akiwa msalabani aendelee kusema, Baba wasamehe, hawajui wafanyalo. Ndugu zangu, vipindi vyote hivyo viwili tunaviangalia katika mfungo mtakatifu wa Kwaresima. Tunapotoa sema mimi napunguzia mambo fulani, sio shauri ya kupunguzia mambo fulani. Uhusiano nilio nayo mimi na mambo haya yanapaswa kuchujishwa. Lazima nichujishe katika maisha yangu yale ambayo yanahitajika katika maisha yangu, yanakuwa ndio mawazo yangu ya asubuhi mpaka jioni, yanakuwa malengo yangu. Naishi kwa kula au nakula kwa kuishi? Naishi kwa kunywa au nakunywa kwa kuishi? Na ndio hiyo maana yake ya kwamba hatuwezi sisi, sawa Yesu amekaa siku 40, kuna mtu amejaribisha wiki moja akafa. Sio kwamba Yesu anataka sisi tusiwe na mambo kama hayo katika maisha. Tunahitaji kula, kunywa, kufanya kazi, yote yanahitajika. Lakini ni lengo la maisha yangu, ndio yanayokaa moyoni mwangu, ndio kitu cha msingi ambacho mimi nakiona ni cha lazima. Ndio uhusiano. Tunachoomba kufunga, hatuombi kwamba tufanye mazoezi ya nini ya kuweza kupunguza baadaye tuanze tena na yale. Nina uhusiano gani mimi na mali? Nina uhusiano gani na mali? Na kama nina uhusiano ambayo yaani kwamba nakula ili niishi au niishi bila kula, inategemea sasa hapa. Ndipo unapobadilisha. Tunahitaji kula ili tuweze kuishi, lakini tusiishi ili tule. Na ndio kubadilisha hapa uhusiano tulio nao na mali. Tunahitaji mali, tunajua kwamba lazima tuwe na vitu ambavyo tunahitaji katika maisha yetu. Ndio, lakini ndio uishi ili upate hivyo, hao hivi vikusaidie kidogo kuishi. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, akamwambia sasa sikiliza. Unaona hasa utawala wote hapa, sifa zote hapa, unaonaje? Unajua hii ni mkabidhiwa mimi. Angalia, sikiliza, hivyo ni hatari. Mimi nimekabidhiwa hivyo na ninampa yule ninayemtaka mimi. Ninampa yule ninayetaka mimi. Piga magoti mbele yangu. Ndugu zangu, tunapiga magoti mbele ya nini au mbele ya nani? Kusali
kunatufanya tupige magoti mbele ya Bwana. Ndugu zangu, kusali si shauri ya kufanya sijui njia ya msalaba, si shauri ya kuongeza sijui rozari. Si kwamba hii ni mbaya, hapana, ni nzuri. Lakini hizi zote tunazozifanya ni kwamba najiweka mbele ya Mwenyezi Mungu na najiuliza, ni mafanikio yangu ambayo mimi naipigia magoti? Katika sala, katika kukaa na Mungu, mimi na Mungu, niwe jangwani, mimi na Mungu peke yangu, nachagua nini katika maisha yangu? Napigia magoti mpaka leo mbele ya nini? Ni tamaa ya mali, ni tamaa ya mwili, ni tamaa ya kitu gani ambayo mimi naipigia magoti mpaka leo? Naipigia mbele ya Bwana, naipigia mbele ya vitu hivi vyote. Kusali sio shauri ya kuongeza, ni shauri ya kufanya kile unachokifanya katika undani wake. Upige magoti kwenye sala yako na ujiulize, unaipigia magoti mbele ya nini? Na baadaye tutoe sadaka. Na shetani akamwambia, sasa sikiliza, okay, umekataa kugeuza mkate mawe, umekataa ile, sasa sikiliza, hii lakini huwezi kufanya. Paka na maandiko matakatifu, tumesikia katika ni Zaburi, paka maandiko matakatifu imesema ya kwamba wewe kwa kuwa ni mwana wa Mungu, wewe utajitupa katika mnara kutoka huko Yerusalemu, mnara wa juu zaidi, na ukiwa unaruka unatupa chini, malaika watakuja watakunyakua, usije ukaanguka na ukaishia pale kama chapati. Imeandikwa, tumesikia, sina haja ya kusoma mara ya pili ulichosikia kwenye Zaburi. Sasa Yesu alikubali, akakataa. Mimi nafuata katika maisha yangu mpango wa Mungu. Sio lazima nifanye mazingaombwe, sio lazima nifanye mambo ya kujitangaza mimi. Maisha yangu ni mpango wa Mungu katika siku zangu zote. Mungu akipanga niwe maarufu, niwe na kazi, niwe na utawala, niwe kiongozi, niwe namna yoyote ile, nisifanye hiyo, nisifike. Akitaka kuwa wa kwanza, awe wa kwanza, lakini katika kutumikia. Katika kutumikia. Tulicho nacho hatukupata sisi kwa sababu tulitokana na utajiri wetu na ufundi wetu. Ni neema ya Mungu aliyotupatia kwa ajili yetu na kwa ajili ya mahitaji wanaotuzunguka. Sikupata kazi hiyo ili nijenge nyumba yenye vyumba 50. Nimepata hiyo ili niweze kufanya nyumba ninayohitaji kwa ajili yangu na niwasaidie watu ambao hawana hata nyumba. Ndugu zangu, mali tulio nayo Mungu anatupatia, sio kwamba sisi tujikuze mbele ya watu kwa mambo tunayo yafanya. Yesu akakataa, akasema, mimi siko hapa kufanya hivyo niweze kuonekana, kwa sababu najitupa chini na malaika wanakuja kunichukua. Mimi nitaishi, nitakanyaga, maisha yangu itakuwa ya kukanyaga katika vumbi kokote nitakakokwenda, na kokote ambapo mtu atahitaji msaada wangu, mimi nitatoa. Uwe kusamehewa dhambi, uwe kwa kupewa chakula, iwe kwa kufufua wafu, iwe kwa kufanya chochote kile. Chochote nilicho nacho alichonipa Baba ni kwa ajili ya watu. Ndugu zangu, mkarimu hutatambua akiwa tajiri, kwa sababu akiwa tajiri atatoa mara nyingine yaliyo ya ziada. Mtu mkarimu utamuona maskini anapotoa alicho nacho. Unakumbuka Yesu mwenyewe alitoa kwa siku ile walipokwenda hekaluni na watu walikuwa wanamimina hela zao katika sanduku.
Kuna wengine walikuwa badala ya kuweka karatasi walikuwa naweka shilingi ili ile pale anaweka ndoo ya shilingi. Ayu, huyu ametoa huyu. Baadaye akaenda yule bibi maskini ambaye alikuwa na senti 2 tu peke yake, hana hata kitu kingine, akaweka. Yesu alipowauliza nani aliweka zaidi, wao kisema unajua yule aliyekuwa na barakashia nyekundu, yeye huyo ametoa kweli. Yaani kwa kuingia pale ndani dakika 5 tulikuwa tunashikilia zinaingia. Akasema kuna cha kofia ya njano wala kofia nyeusi. Aliyetoa zaidi yule bibi maskini ambaye alitoa yote, kila kitu, yeye mkarimu aliyokuwa nayo, akitegemea kwamba Mungu amenipa kwa njia ya sadaka, kwa njia ya mtu aliyenipenda kitu hicho, mimi namrudishia Mungu na Mungu atanirudishia, atanitunza. Huyo alikuwa mkarimu. Ndugu zangu, hiyo haina maana ya kwamba wenye mali hawezi kuwa wakarimu, lakini ni kwamba tuelewe ya kwamba kuwa wakarimu kweli mara nyingi inatubidi nijipunguzie kitu. Nijipunguzie kitu. Nilikuwa na haki yangu ya kufanya hivyo. Hii ilikuwa kwamba mimi naweza kunifanyia mimi labda nifurahi na nini, basi hii naitoa. Ninajinyima, sio baadaye kesho nitaenda kutafuta kichwa. Ninajinyima na hicho nakitoa sadaka. Sadaka impendezayo Mungu ni sadaka inayotokana na ile sadaka ya kujinyima. Yesu amejinyima nini? Uzima wake. Yeye hakuona kwamba anastahili kuwa na ule uzima wake, angalau abaki na uzima wake, lakini akatoa kama yule bibi uzima wake mpaka mwisho. Akafa kweli msalabani, akainama kichwa, akafa. Ndugu zangu, safari yetu ya Kwaresima isitutishe. Kama Yesu alikuwa pamoja na Roho Mtakatifu, na sisi tutakuwa na Roho Mtakatifu atakayetuongoza. Ni juu ya kila mmoja wetu akae sasa yeye na Mungu peke yake, na aweze kuona kilicho cha maana zaidi moyoni mwake, kama ni Mungu au si Mungu. Aweze kweli kufanya utafiti ya kwamba kuwa na mafanikio na kuonekana kabisa na utajiri na mambo yote yale ndiyo lengo la maisha yangu, ndiyo napigia magoti mbele ya mambo hayo, au nampigia magoti mbele ya Mungu? Chochote ninachokipata, sisemi usipate, upate kwa utumishi. Ukitaka kuwa wa kwanza, uwe wa kwanza kutumikia. Umepata bahati hiyo, Mungu amekupangia uwe mtumishi ya watu. Na mwishoni kabisa, tusiishi kwa ajili ya kujionyesha kwa watu. Tuwe watu ambao katika mioyo yetu tunajua tunachojinyima. Ni kitu gani tunachojinyima? Maana yake tunakitoa. Sio tunatoa baadaye tunarudisha tena. Tunachokitoa tujue ni nini na tumpe Mungu, hata bila kuonekana kwa watu. Unaweza kujua wewe peke yako kwa sababu ni mambo rohoni mwako, hakuna mtu atakayeona, lakini ndicho kinachompendeza Bwana. Mungu atakuwa pamoja nasi. Hatuwezi kuwa watakatifu kwa siku moja, na ndio sababu kila mwaka tunapewa tena nafasi siku hadi siku. Ni kweli Yesu alienda mara moja jangwani, baadaye akaishi maisha yake yote, lakini shetani akamwingilia tena mwisho wa maisha yake. Mwanzo na mwisho akamwacha hapa katikati, lakini mwanzo na mwisho, kwanza kwa kumwahidi kitu, baadaye kwa kumuondolea vitu. Yesu akaendelea kusema, Baba, mapenzi yako yafanyike. Tujifunze kusema kila siku, Baba, mapenzi yako
naweza kukuomba. Hata Yesu kusema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kipite. Maombi yetu tunayoandika pale kwenye makaratasi katika kipindi hiki cha mfumo mtakatifu, Baba, ikiwa ni hivyo sawa, lakini iwe mapenzi yako. Mimi nakuomba, nafikiri ni ya muhimu, nakuomba sana, lakini mapenzi yako yafanyike. Na tukiwa na uhakika huo, tutasafiri katika maisha yetu bila kuwa na hofu ya kwamba majivu yangu na majivu yako yatakao kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu atapulizia uzima wa ufufuko wa milele wa utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.